الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kabla tujaendelea na tulipofika jana katika aya 15 tumesema kwamba mukhtasar ya kisa hichi kimekuja juu kwamba Mwenyezi Mungu anafahamisha kwamba hichi kisa ni kitu kidogo tu, wala si kitu kikubwa, kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nafanya kama marejeo mbio am hasibta anna ashab al-kafi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Mnahisi kwamba hivyo, mnadhani kwamba kisa cha watu wa Kahfi au watu wa pangoni wal-raqim kan kilikuwa kisa hichi min ayatina, katika aya zetu zote kubwa kubwa. Mmeona kitu cha ajabu sana? Ajaba la, wallahi si cha ajabu chochote, ni kitu kidogo tu. Na wafahamisha Muhammad, hawataka kujua kwa kwenda kuuliza huko Madina kwa Mayahudi wapate kukupa visa waliokuwa navyo katika vitabu vyao, waambie kwamba leo si cha ajabu, kuna vya ajabu chungu zima vingine. Idh awa alfitya, na hii awa bimaana kukimbilia. Kumbuka wakati idh awa alfitya, na kauli awa imetumika hata Mtume sallam katika kupoza moyo na kuchangamshwa katika dini, ambayo Mwenyezi Mungu anamwambia alam yajidika yatiman faawa, yani kama kukupa tarhib, kukupokea na kukuondoshea shida, pale pa kukimbilia kwa kunini uhisi kwamba uko katika hifadhi hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Hapa baina Mtume sallallahu na Mola wake. Hapa imekuja nini? Imekuja pia katika kisa Yusuf na nani na babake na mamake, faawa ilayhi abawayhi, kama kumtia nguvu Yusuf. Imetajwa pia Isa na mamake, wa awainahuma ila rabwatin dhati qarari wa ma'in. Tukawapa nini? Makimbilio, ni kukimbilia sehemu palipoinuka na penye qarar, pana utulivu, ili wapate utulivu bibi wa ma'in, na pate maji ya kunywa. Kwa hivyo ukitazama neno hapa halijaja baina binadamu au Mtume sallallahu na Mwenyezi Mungu, bali hapa baina hawa vijana fitya na pahala pango kwa wao ni mawa, pale pa kukimbilia. Idh awal fityatu ila al-kahf, hakuna kokote pa kukimbilia kwenye kambo. Unapokaa ukafikiria pango, unafikiria mambo mengi. Pango pa kukimbilia, kiza cha pango, pale hamjui kuna nini ndani, hofu yake, mauti, pengine kuna nini, wanyama kila nyama, wadudu, ikiwa nyoka, ikiwa nge, kelele za pepo za nje zinazovuma, wanyama dharba mbalimbali. Kwa hivyo mambo mengi sana ya pale pa kukimbilia, hivyo pango na pale pa kukimbilia. Lakini ndo Mwenyezi Mungu ndo anataka waende kule, wakakimbilia, wameelekeza kwamba waende kule. Na kwa hivyo ndo kwa maana ilipokuja wa idh i'tazaltumuhum katika 19 ikiwa wakaambiana hivi wenye kenyewe, idha walfitiyat idh i'tazaltumuhum, kumbuka wakati mlipo nini, wakaambiana wenyewe kwa wenyewe mlipokuwa nini, idh i'tazaltumuhum, watu wenu mu'tazil, yani mwakimbia watu wenu mkakimbilia pala pengine. Na haya maneno idh i'tazaltumuhum, kama alivyosema, hal inaweza kuwa min qawli la ilahum, kwa kauli Mwenyezi Mungu, kumbuka wakati nyinyi vijana mlipokimbilia kwenye pango, au wenyewe kwa wenyewe mkubwa wao alikuwa akiwaambia, alikumbuka tulipokuwa mnakimbilia kwa nini? Wa nini mmekimbilia? Sio kwenye starehe za kukaa kwao, lakini wama yaabuduna, kwa sababu yale walikuwa kiabudu ambao hawakuwa hamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumesema huku juu
فضربنا على آذانهم في الكهف في سنين بعد سنين عددا na tukawaziba masikio yao ili wapate kulala katika pango hili miaka na kauli adada ikiwepo zote na kwa idadi kubwa kwa sababu vitu vitatu vitano huwezi kuita kitu ya idadi kwa hivyo lakini sinina alafu na adada bila maana miaka mingi sana thumma ba'athnahum ikisha tukawafufua lina'lama ili kuwajulisha watu ay hizbaini ahsa wapi katika makundi mawili watakaojua ile idadi yenyewe hasa lima labithu muda waliokaa amada alwakati mrefu ule katika pango na Mwenyezi Mungu alisema nahnu naqussu alayka nabahum bilhaqi yani kwamba hicho kisa kinatoka kwake Mwenyezi Mungu kwa hivyo ina haki na ukamilifu na ukweli mtupu ndani yake inahum fitatun hawa ni vijana lengo lao kwamba amanu birabbihim walikuwa wamemwamini Mola wao wazidnahum huda na tukatia nguvu ile imani yao isiregee wazidnahum huda ili wapate nini kuona haki na kwamba wako sahihi katika njia anayoipenda Mwenyezi Mungu na ndivyo wanavyoongozwa na Mwenyezi Mungu hii kauli zidnahum huda wanapata kama msaada kutoka kwa Mola kuonesha kwamba kaeni katika imani yenu na mimi niko pamoja na nyinyi wazidnahum huda warabatna ala qulubihim tukasema hizi tukazitia nguvu nyoyo zao tumshaelezea kwa urefu jana warabatna ala qulubihim tukafunga nyoyo zao tukazitia nguvu idqamu pale waliposimama na hii idqamu kusimama ni hatua ya mwanzo ya kuanza kazi ngumu kama ilivyokuja katika Mtume sallam alipokuwa anaamrisha Mwenyezi Mungu ya ayuhal muzammil wewe ulijifunika na mabrangeti qum inuka qum ya muzammil qum al-layla ila qalila isimama ujipanie usali ya ayuhal mudaththir qum inuka faanzir kape indari watu kaonye watu yani kazi ya dawa ianze akasema ama kweli sasa hakuna kupumzika tena mwenye akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam na alipokuja anapoambiwa wa idha faraghta ukishamaliza kazi zako za kulingania watu asubuhi time za usiku unarudi hata kupumzika la fansab pania yani kuanza kazi kwa kusimama kwa ajili ya kusali na kumtukuza Mwenyezi Mungu katika ibada yako idh qamu faqalu waliposimama mfika ngapi وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا waliposimama kidete faqalu na wakasema nini wamesema rabbuna rabbus samawati wal ardh mola wetu ndio aliumba mbingu na ardhi lan nad'u min dunihi ikiwa watu wetu wanataka kuabudu miungu mingineyo sisi hatuabudu min dunillahi abadan lan nad'u min dunihi ilaha yoyote mungu yoyote laqad qulna idhan shatata kama tafanya hivyo itakuwa tumefanya jambo la kupindukia mipaka hivi ndio tulielezea kabla na kwa hivyo haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha wanaambizana wenyewe kwa wenyewe kwamba hawa watu wetu anikash baina al-ashab wenyewe fil kafi na hawa ashab wenyewe ukitizama asili yao ni 7 kwa rai iliyokuwa nzito zaidi na vijana hawa walikuwa kila aina kuna ndani yake mpaka bin ammi wa mfalme na kuna mchungaji kule na dalili kwamba huyo mbwa na Mwenyezi Mungu amepanga kwamba mbwa aende kama mlinzi kwa sababu wewe unaposoma ukiota ingia ukamtazama vile mbwa alivyokukalia vile basi wewe mwenyewe utaogopa utakimbia subhanallah yani hii kisa mwenyewe kimepangwa vizuri hapa kama alivyosema yani bahati yake mbwa naye katajwa katika Qur'ani ya bahtu subhanallah
hadha alkalb, bakhti yake nzuri, hata katajwa katika Qur'ani maisha yote haya. Kwa hivyo ni kundi ambalo la kila aina ya watu, na kulingania dini hakutaki utajiri wa maskini, la watu wote wanakuwa kitu kimoja. Suhba iliyokuwa hapa ashabul kahf ilikuwa suhba wa neema suhba, urafiki wa kweli, urafiki uliodumu muda alikuwa akilingania, urafiki uliodumu miaka 309 usingizini, urafiki mpaka uliosababisha watakufa kwa pamoja. Baadaye Mwenyezi Mungu akawafisha, basi ilikuwa ni aya, kajaliwe aya hii. Wanasema katika kisa hichi, kuna wanasema baada Nabii Isa, kuna wanasema kabla, kuna wanasema huyu ni mfalme alikuwa kitwa Dukianus. Huyo alikuwa mfalme wa Kirumi, alikuwa jeuri sana, walikuwa hawaabudu Mwenyezi Mungu, walikuwa hata wengine wanasema walikuwa Zoroaster zao, abudu mambo ya nyota na mambo mengine kama baadhi ya Wafarisi mpaka sasa wako wenye kuabudu moto na kuabudu nyota, Pharisees, Zoroasters. Hawa nasemekana walikuwa katika belief zao kama hizo, emperor wao. Na ukisoma katika riwaya ambazo sisi tuchukulii kwa seriously kwamba hadi ndo majina yao kweli, mkubwa wao mmoja alikuwa anaitwa Yamlaha, mmoja wengine akasema la, huyu ndo aliyetumwa kwenda kutafuta chakula, lakini mkubwa wao anaitwa Maximilian. Hivi visa riwayati zipo tele, utasikia hasa katika vitabu vya kabla wa Uislamu, vitakuwa vinatajwa sana. Na mji wao Ephesus, na kuna wanasema 250 CE before Christ, na miaka walokaa 300 na kupindukia 9 juu. Tutaelezea baadaye kuhusu habari ya miaka. Taban hawa vijana wamekimbia religious persecution, wasije wakauliwa kwa sababu ya dini yao, na dalili aya zinazofuatia zinaeleza zaidi. Kwa hivyo vijana imani yao ile wakimbiza kule, na أولئك قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. wangetetea dalili zilizokuwa madhubuti, lakini hawana dalili, hawana vitabu vilivyoshuka kwao kwamba dini yao ni sahihi, bali miungu mbalimbali wanaoabudu. Faman adhlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, ni dhulma gani walioifanya kubwa zaidi kuliko hiyo, kumsingizia Mwenyezi Mungu uongo. Kwa hivyo wa idhtazaltumuhum, na wakaambiana wenyewe, na mlipokuwa mmejitenga na kaumu zenu, itazaltumuhum, au iko Mwenyezi Mungu anasema hivyo, riwaya zinasema mufassirin asema ni Mwenyezi Mungu kama anasema kafi'il amr, anaambia kwamba mlipojitenga nikakuelekezeni mkimbilie katika pango. Wa idh itazaltumuhum, aya ngapi? Aya 16. Na wakaambizana wenyewe, kwa Mwenyezi Mungu anasema mlivyokuwa mkakimbia, mkajitenga nao, i'tizali yani kujitenga nao, wa ma yaabuduna, na yale wanaabudu wao, mkaona haya hayafai, illa tumwabudu Allah, illa Allah bas ndio anastahili kuabudiwa kwa haki. Kwa hivyo ikiwa akasema Mwenyezi Mungu, basi fa'u, kama kwamba na hapa ilhamu kuwafahamisha, basi kimbilieni, fa'u ila al-kahfi, kimbilieni. Ikonye mtaki mnajitenga na ibada zao, msije yakakusibuni mambo mabaya na adhabu ya Mwenyezi Mungu wakati mkono wao kiabudu ibada anayoichukia Mwenyezi Mungu. Basi fa'u ila al-kahfi, kimbilieni kwenye kafi. Ikiwa kauli hii kasema huyo Maximilian au Yamlukha au nani Yamlukha au wao mmoja katika wao, sisi tunataja majina kwa sababu tunataja kwa sababu tumetajwa historians wameeleza haya, lakini sisi tunachukua kwamba kisa hichi kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu. Kujua majina nani haya yote hayazidishi kitu wala kupunguza kitu katika ibra, funzo linalopatikana katika nini, katika kisa hichi cha maelezo haya za aya za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukikiptu aya tu basi bila kuingia sana, inakuwa unapata ile cream of the story. Naam. Kwa hivyo wad'tazatumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahf.
Kuna watu wamesema hata katika wale bado sio hawajamwabudu Allah peke yao, lakini walikuwa wanaona kwa dini zile batili na wakiabudu dini nyingine, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaonesha hidayah. Allahu alam. Kama visa vinavyoelezwa kwamba hawa vijana walianza kazi kubwa, kwanza tufanye khairi kwa ajili ya mji wetu, wakajikusanya hawa wakanasaidia katika mambo mazuri ya khairi, mpaka wakanapendwa na watu, ili tukianza da'wa itakuwa watu watusikiliza kuliko kwanza moja kwa moja. Wako katika step zile hawajai kwanza dawa, yametokezea unajua watu serikali imesikia mbio majasusi kuna vijana bwana wanafanya kadha, kuna vijana wanafanya kadha, kama waleteni hapa. Wale watu wema kenda kaambia Allah, kimbieni watu wataajenda kuaga watu wao, ni kila wakakutana tufanye nini, tukimbilieni pangoni. Na hivyo ndivyo ilivyotokezea kwamba wameondoka haraka. Ngapi unazo wewe na mapeni mawili matatu haya, hicho tulichokuwa nacho wewe, twende zetu kwanza, si muhimu kufikiria lolote sasa, tukimbilie roho zetu kwanza tusijeni. Lakini vipi kazi yetu tuanza kuifanya? La, nyinyi ndeni mwacheni, Mwenyezi Mungu atatengeza kila kitu inakwenda kwa mipango yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tazamewaacha nyinyi katika hali ile, hamjafanya kazi yenu mlokusudia, ndio kwanza mko katika preliminary stage za kunini, kutaka kuwavutia katika dini. Lakini ndeni watazatumu wa ma yaabuduna illa Allah fa'u ila kafi, elekeni katika pango, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Nendeni, msifikirie tutapata wapi, kuna gula kujifunika, kugola kutandika chini, kuna mto, kuna ngoza kubadili, kuna maji huko, kuna chakula. Fa'u ila kafi, kimbilieni kwenye pango tu, Mwenyezi Mungu hatutupa. La yukhzina Allah abadan, hatutuhaizi na kutudhalilisha Mwenyezi Mungu. Kimbilieni kwenye pango, halafu yanshu. Nini maana yanshu? Tutakuenezeni nashri, yani nini? Kutapakaza kila kitu kila pale. Yanshu lakum rabbukum min rahmati, Mwenyezi Mungu atakujazeni na kumiminieni kila pale katika rehema zake. Tabu utauliza katika rehema zake Mwenyezi Mungu, chochote unachokijua wewe kizuri unachokipenda ni katika jumla ya rehema Mwenyezi Mungu. Huwa Rahman, huwa Rahim. Kwa hivyo kwamba wanakwenda kule hawatupata tabu kichwa mwanzo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaambia yanshur lakum min rahmatihi, wacha hivyo tu, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yuhayyi tahyi'a bimaana nini? To prepare for you, tukutengenezeni. Wa yuhayyi lakum, Mwenyezi Mungu atakutengenezeni mwenyewe, min lakum min amrikum, kutokana na jambo lenu hili, kila kitu kishapangwa, nyenendeni pangoni. Mirfaqa, tunasema mirfaq ni kitu kile ambacho kinachoisha ma yuntafa'u bi muqawimat alhaya, vitu ambavyo unavihitajia katika maisha yako. Umefika katika pango, unataka kukaa siku 2-3 picnic au nini, kabla hujatoka nyumbani unafikiria kule tupokwenda utakulala, utakupumzika, utataka khema, utataka nini, unafikiria maji, unataka chakula, unachukua mablangeti, unachukua vitu vyote. La, nendeni, Mwenyezi Mungu yuhayyi lakum mirfaqa marafiq. Unaposema neno mirfaqa amma ni vitu ambavyo kama kuna town, jamii, watu wanapokaa, vitu vyote wanavyohitajia vinaitwa marafiq. Na hapa neno mirfaqa linatumika sasa ni kama kujenga stadium, kujengea msikiti, kujengea klabu, hadika, bustani, au sio, maduka, sehemu ya nini, vitu vyote wanavyohitajia, mawadi tarfihia za starehe na zote zina hii maana mirfaqa. Mwenyezi Mungu yuhayyi lakum. Hasa hebu niambie, vitu vingapi wanahitajia kutengezewa hao wanapofika pangoni? Yote haya Mwenyezi Mungu amewatengenezea walale moja kwa moja kifika. Basi na kuamka, subhanallah, tazama, yani story history, ukienda hatua ukitazama yale mambo in between the words, maneno haya kalimat, unaona mambo mengi sana vile yamepita hapa. Unaweza kutasawar ukafikiria jambo gani lilikuwa katika hali gani watu hawa. Kwa hivyo yanshur lakum rabbukum min rahmati, atakupeni, atakujazieni katika rehema zake. Ukunendeni tunye, sihitaji la chakula. Mwenyezi Mungu aweza kuwafanya wakawa wasione njaa kabisa, ikawa ameweza kuwalaza muda mrefu sana. Na kulaza kwenyewe, mtu akilala siku 4-5 tu sehemu moja vile katika hana fahamu, iko hospitali na kuja lazima geuzo kidogo, sio? Kwa nini? Kwa sababu ile pressure kubana katika sehemu ya pili inazuia damu isitembee kwa uzuri, unapata problem chungu zima, mambo ya
pressure sores, unafanya kufanya mwili ngozi inafanya nini? Inafanya mapere, harara, nini, ngozi inakubuka. Yaani mambo mengi sana yanatokea katika mwili. Kwa hivyo subhanallah, ndio Mwenyezi Mungu anajalia hata sisi wakati umelala mwenyewe mtu anasema minimum katika kugeuka huku na huku, wengi wao on average in cases mtu siku anapolala masaa 5, 6, 7 hapungui mara 30 pengine mtu anageuka. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ajalia kwamba uko usingizini, inategemea ina range from light sleep to deep sleep. Wakati mwingine unahisi kwa mbali, unageuka, unahisi kama unataka kugeuka, lakini unageuka bila kujua. Na subhanallah, kwa sababu mwili wenyewe unapeleka ripoti kwenye ubongo kule kwamba wewe sasa hivi sehemu ya uzito wake umeelemea upande wako, kwa hivyo damu hazipiti uzuri katika pipe za chini, na kwa hivyo na mishipa pia ishakuwa inaanza kuregea, geuka, unageuka ili upate kuipa relief, au sio? Ndio hivi ilivyo. Subhanallah, Mwenyezi Mungu kajalia, ndio unakuja huko unakalibukum dhata yamini wa dhata shimali, tunageuza upande wa kulia na kushoto. Haya inaendelea nini? فأولي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كتنجنزين كلا ملتكتالية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. عسى وترى الشمس، na ikawa hivi hali wao unaliona jua, watara shamsa idha tala'at, linapochomoza jua, linapopanda wakati wa asubuhi, idha tala'at tazawaru an kahfin, linapita mbali na wao, linaacha njia na kwenda sehemu nyingine, kama kwamba nini, inapiga sehemu nyingine, halifiki pale kwenye kuingia ili kashtua. Unajua jua likipiga litazindua, au sio? Jua na joto na nini, ule mwangaza za hataki. Kwanza tumepiga masikio yao, dharabna ala adhanihim, ili pate nini, kulala vizuri. La pili, jua tunaliacha lisipige katika sehemu ya mlango wa kuingilia pale. Kutara shamsa idha talat tazawar an kafin dhati al-yamin, kama upande wa kulia hivi, linapiga, haipigi kwenye mlango au upenu wa kuingilia pale, hata ikawafika ikawakera. Wa idha gharabat, na unapotaka jua kukuchwa, taqridhuhum, linakata pande, linakimbilia upande wa dhati shimali, upande wa kushoto. Subhanallah, haya yote haya, wahum na hali wao, wahum fi fajwatin minhu, wao katika nini, katika ule wazi ndani yake humo katika ule wazi ambao jua lingepiga likawakera wakati wa kupanda au kushuka, wakati wa kuchomoza au kuzama. Lakini Mwenyezi Mungu amefanya hata ile jua lisiwafike ili wapate kulala vizuri. Na hii yanatokea haya kwa sababu dhalika min ayati Allah. Haya ni katika nini? Ayat, ishara za Mwenyezi Mungu wa kuweza kufanya jambo lolote analotaka. Mwenyezi Mungu ameandalia watu hawa waanze kazi ya kutaka kulingania watu. Na ilipojulikana tu Mwenyezi Mungu ataka basi khalas, kazi yao ishatosha. Vijana hawa 7 kazi yao shamaliza. Iliyobakia tutatengeneza sisi wenyewe. Na watapokuja kuamka wataona hali nchi imebadilika kabisa. Wapo watu katika imani, wapo katika subhanallah. Mwenyezi Mungu mwenye kupanga kila kitu. Wa hum fi fajwatin min, na hao katika ule wazi wa kuingilia katika pango letu. Dhalika min ayati Allah. Hii katika ayat na ishara za Mwenyezi Mungu. Man yahdillahu fahuwa almuhtad, yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayempa uongozi, anayemuongoza, basi huyo atakuwa nini? Almuhtad, atakuwa ndiye aliyeongoka. Man yahdillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil, na yule ambaye anayemwacha apotee mwenyewe yale yake, kamwita katika njia ya haki, kamletea watu wajumbe wa kumfahamisha, hataki mwenyewe, anaendekeza mapendekezo yake na matamanio yake.
faman yudhil, na yule anayetaka apotee, falan tajida lahu waliyan murshida, hatakaipata mwingine ghairi ya Allah kuwa ndo walii wake, ndo mlinzi wake, murshid wake, mwongozi wake. Mlinzi wala mwongozi hapati tena, kwa sababu Mwenyezi Mungu peke yake. Ya kupe hidayah Mwenyezi Mungu, huitaki basi utaikosa. Kwa hivyo usisikitike kufika baadaye umetafutia mwenyewe. Nafikiri mfahamika kuna sawa. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أم حسبت آيات 9 كل nadhani وتحسبهم تاذانية kwamba وتحسبهم أيقاظا wewe utadhani kwamba wako macho وهم رقود na wao wamelala رقود وهم رقود na wao wamelala kabisa ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال hapa nuqallibuhum Mwenyezi Mungu anasema sisi ndio tunawageuza dhati ya yamini upande wa kulia wa dhati shimali na upande wa kushoto wa kalbuhum nambwa wao. Yani hapa inaonyesha kwamba walikuwa na garagara wenye usingizi mara huku nuqallibuhum bimaana walikuwa na garagara Mwenyezi Mungu anajalia wagaragari mara huku wa kalbuhum basitun dhira'i nambwa wao amenyosha mikono yake dhira rijlai kwa miguu ya nyuma usio dhira mikono yake mila amenyosha mbele basitun amenyosha hivi kama yuko tayari kuchupa au nini na anatazama tu utafikiri kwa macho pengine hebu niambie mtu atakaye kuingia akiona hali kama ile si ataogopa lazima wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid alwasid bimaana ataba bimaana nini kizingitini pale yani kama kwamba mlinzi analinda kizingitini kizingitini amelala miaka 300 na lakini sisi kulala kwao ni kulala kwa uvivu maana Waarabu wanapenda kusema nini naim nom al-kahf amelala usingizi wa kahf kalala saa 14 16 jamka naim nom al-kahf special nom hii miujiza subhanallah وكلبهم باسط ذراعيه لو اطلعت لو ingelikuwa lakini maana hakuna lifana لو اطلعت لو kama wewe unaambiwa unaisoma لو اطلعت عليهم واو na vile hali walivyo na mbwa wao kakaa pale kama nawalinda لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو ungetazama basi wewe mwenyewe ungegeuka mbio ukakimbia utakimbia wala mulita na ungelijaa wewe minhum kutokana na hali yao walivyo vile ile picha ile scenery ile utakaiona ungelijaa ru'b والرعب بمعنى خوف شديد ingelikuingia hofu kubwa sana ungeweza kuwa na hofu juu yao kwa hivyo inshallah tutasimama hapa kwa kauli hii inshallah hadha wallahu alam